Kushukuru sana kwa Mwenyezi Mungu kwamba tumeanza mwezi mtukufu wa Ramadhani na tumeamini kwamba tumemaliza katika makumi yote ambayo yameelekezwa kwa maana ya 10 la rehma, 10 la maghfira na 10 la kuwatu na moto. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azijatakabalie funga zetu na hiyo katika maeneo hayo yote tumefanikiwa. Na kama kuna sehemu tumepungukiwa, Mwenyezi Mungu atusamee, na kwa vyote vile tunategemea yeye na ndiye ambaye kila mmoja tunategemea. Ndugu viongozi, mimi naendelea kutumia fursa hii kwa sababu siku ya hotuba niwashukuru sana. Nikushukuru sana wewe mtazamaji, usanye watumishi pamoja na watu wengine kwenye jambo hili la kukaa kwa pamoja. Na naamini kwa tafsiri au kwa definition ya futari, naamini sote kila mmoja wetu tumefutari. Yale mengine pengine kuna mmoja alikuwa akipenda kinywaji hicho, itakuwa huko ni kwenye kula, lakini kwenye futari tukio limefanikiwa sana, alhamdulillah rabbil alamin. Sasa kubwa zaidi mimi niendelee kukushukuru wasazamini pamoja na timu yako kwa kuliratibu jambo hili vizuri na likafanikiwa kwa kiwango hicho ambacho tumeshuhudia sasa. Lakini pia niwashukuru na wale wote ambao wamealikwa, wale wa ndani kwenye wizara hapa Pemba na wale ambao wengine kutoka viongozi wetu wa chama pamoja na wananchi kwa kuja kwa pamoja katika kujumuika katika jambo hili. Kwa kweli jambo hili imani yangu ni kwamba limetuunganisha. Na limetuunganisha, kila mmoja ukitazama nyuso, kila mmoja anatabasamu kufurahia uwepo kwa pamoja hapa katika tukio hili. Kwa hiyo kubwa zaidi mimi niwaombe kama watendaji katika Wizara ya Kilimo pamoja na wengine viongozi wengine ambao tumekutana nao, tuendelee kuishi kama tukiwa tu wamoja wakati wote. Kama ambavyo tumekutana hapa kwenye tukio hili ambalo limetuunganisha, na maisha yetu tuendelee kuishi hivyo, na tukitegemea kwa yale matokeo ambayo tutakuwa tumeyapata mazuri yanatokana na matokeo ya funga zetu. Mwenyezi Mungu aendelee tujalie tuendelee kuishi siku zote. Ndugu viongozi, ikiwa tumeendelea kwamba kesho tunategemea Mwenyezi Mungu akipenda, Sheikh Omar atatuelekeza swala zitaswaliwa wapi kwenye misikiti hizi, basi tuendelee kuwakumbusha kwamba tukio hili limemalizika la iftari, lakini tumekamilisha na mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ya leo. Sasa niwakumbushe kwanza, kila mmoja wetu adhamirie na akusudie kwenda kutekeleza ibada nyingine ya zakatul fitri, ili kusudi maelekezo ya dini na mujibu wa funga zetu basi liendelee kufikia. Kwa hiyo kila mmoja hilo alikumbuke, twende tukalitekeleza, na kwa hawakuwepo tuendelee kuwakumbusha. Lakini jambo la pili, kesho pia Mwenyezi Mungu akipenda kutakuwa na ni siku ya kufurahi. Pamoja na kufurahi wiko, naamini kwamba vijana wetu watapita mitaani, lakini kuna kuombana sikukuu na mambo mengi. Hayo tukitakiwa tuyatekeleze, na tukiyatekeleze kwa kutegemea kwamba tunamtegemea Mwenyezi Mungu atulipe hicho ambacho tutatoa. Kwa hiyo tuendelee kukaa na familia zetu, tupunguze safari zisizokuwa za lazima, na ikibidi kama tutakuwa na safari basi tutokeni na familia zetu. Ili kusudi siku ya kesho ni siku ambayo tutakuwa na kazi nyingine za serikali, basi tupunguze kidogo kwa vile muda wote tuko maporini tuendeleze na shughuli. Kwa siku ya kesho basi tubaki kwenye familia zetu, na huko tukiwa tumetimiza kushiriki kwenye swala kama vile ambavyo mashaikh watakuwa wanaongoza katika swala hii ya Eid ambayo kila misikiti itakuwa inaendelea kuswaliwa. Lakini lingine la mwisho ni wakumbusha, kwa sisi ni watendaji ambao tuna jukumu la kuzalisha chakula ndani ya nchi. Naomba tusisahau, tukimaliza kufunga, tumemaliza kufunga Ramadhani, pengine tukamaliza kufunga 6 pia. Sambamba na hilo, uhakikisheni tunawasimamia wakulima kwa kuwapatia wanachohitaji, hususan swala la taaluma, lakini na pembejeo kama vile serikali ambayo imezitoa kwa wingi mno. Tuzisimamieni pembejeo ambazo zimeletwa ziweze kuleta matokeo. Na matokeo tunayotarajia hapa ni kuona kwamba Zanzibar, hususan kisiwa cha Pemba, kama kinavyobaki kwamba kimekuwa kikizalisha mazao mengi ambayo pengine kwa kiwango kikubwa Unguja yamepungua. Kwa hiyo niwaombe sana jukumu hilo tulitekelezeni kwa bidii. Wale wanao jukumu la kupanda misitu na kuyalinda na kuyasimamia waendelee kwa kukumbuka kwamba mvua za masika zimeanza.
ni vizuri na ni kukumbushana kwenye maeneo ya serikali tuendelee kufanya hayo, na yale maeneo ya watu binafsi kuendelea kuwakumbusha wakulima, kila mmoja wetu aweze kufanya haya. Yakifanikiwa na uzalishaji wetu kipanda, maana yake tutaweza kuzalisha chakula kingine cha mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja, na tutafunga pasi na muuguza yoyote. Kama tunavyofahamu, mwaka huu licha ya kwamba bei za vyakula vingi hazikupungua, lakini kwa sababu uzalishaji wa mazao ya kulima yalikuwa hayako chini sana, tumeona utulivu wa bei ama mfumuko wa bei tuliweza kucontrol mpaka leo tumemaliza kufunga. Hakukuwa na chakula ambacho hakikuweza kupatikana. Sie tunazalisha mazao, wenye fedha waje wanunue. Kwa hiyo tunachoona kwamba kwa mwaka huu mfumuko wa bei tuliweza kuicontrol kwa kiwango kikubwa, na niendelee kutumia fursa hii kuwashukuru sana 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 kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kufanya, na wale wengine ambao wanahusika na masuala ya kusimamia usalama wa chakula, hususan mifugo inapochinjwa siku ya kesho. Timizeni wajibu wenu kwa ufanisi mkubwa.